jina la Yesu, jina lipitalo kila jina, jina lenye mamlaka, jina lenye nguvu, jina la Yesu pekee. TANESCO ameenda hivyo. Kwa hiyo tuvumilie, sawa sawa. Vumilie, sauti yangu inatosha. Inatosha sana kusikia. Sinasikika sauti yangu sinafika huko? Kama inasikika, wewe tamani kusikia. Haleluya. Na Mungu akipenda, umeme ukija, basi mwimbaji wetu atatupa nyimbo, atakwenda kutupatia nyimbo, kwa sababu ni ngumu sana kuimba atoke huko aje atuimbia kapela hapa. Iwezekane? Sawa muziki ukija tutatumia vyombo kwa sababu vipo, usubirie umeme. Haleluya. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu. Ninafuraha tena kusimama hapa ili kuletea kile ambacho Mungu amekusudia ukisikie leo. Upo ujumbe ambao Mungu amenipa kwa ajili yako, kwa ajili ya kanisa la sasa na kanisa la uso wa dunia inayokaa katika dunia. Ujumbe huu ni kwa ajili ya kanisa linalotawala katika uso wa dunia. Sio wewe mahali pamoja tu, lote lenye linakaa kwenye uso wa dunia. Amen. Kumbuka ujumbe wa neno la Mungu unahusu watu wote, mataifa yote, lugha na kabila zote na jamaa zote. Biblia na ujumbe unaosema hivi, andika kichwa kinachosema msiogope. Usiogope, mimi niko pamoja na wewe ili nikuokoe. Mungu anasema siku ya leo usiogope, yeye yuko pamoja na wewe ili akuokoe. Usiogope, mimi niko pamoja na wewe ili nikuokoe. Maneno haya Bwana anamwambia Israeli akiwa katika hali ya mateso katika nchi kuanzia ya Misri, nchi ya utumwa. Bwana alimwambia atakuwa pamoja naye anapotoka kule kwenye nyumba ya Farao kuja jangwani mpaka kwenye nchi ya Kanaani. Bwana anatangaza, anasema nitakuwa pamoja na wewe ili nikuokoe. Neno usiogope ni neno ambalo la Kiswahili kabisa rahisi, ambalo lenye maana ya kwamba ni mtu anayesema usiogope ana uwezo kuliko wewe anayekwambia. Umenielewa? Mtu anaposema usiogope ana uwezo, labda kifedha, ana uwezo wa nguvu, ana uwezo wa mamlaka. Haleluya. Ana uwezo wa mamlaka, ana uwezo wa nguvu, ana uwezo wa kifedha au mali. Mtu huyu ana uwezo wa kusema usiogope mwanangu, nitakusaidia, nitakupa nyumba, nitakujengea gari, nitakupatia afya njema. Unanielewa? Ina maana yake anaposema usiogope atakulinda pia na maadui. Inawezekana kuna maadui wangetaka kuzuru, lakini anasema usiogope, mimi nitakulinda. Sababu gani? Yeye ana nguvu kuliko vitu vyote. Haleluya. Kama ni sehemu ya njaa atasema usiogope mwanangu, mimi na vyakula, nitakupatia chakula hiki hapa. Unanielewa? Ni sehemu ya mavazi atasema usiogope mwanangu, nitakupatia mavazi, nitakuwa pamoja na wewe kwa ajili ya mavazi. Kwa hiyo Mungu anaposema usiogope atakuwa pamoja na wewe, ana maana atakuwa pamoja na wewe kwa kila jambo linalohusu maisha yako. Haleluya. Haleluya. Mungu anapozungumza kwa lugha rahisi kabisa usiogope, na imeandikwa mara 365 katika Biblia yako neno usiogope. Mungu alianza kuongea na wana wa Israeli tangu walipoanza kuwatoa nchi ya Misri. Anawaambia usiogope, usiogope, nitakuwa pamoja nanyi, usiogope, usiogope, usiogope. Unaona Kwa hiyo neno usiogope linapokuja kwenye maisha yako, aidha ni sehemu yoyote ulioenda, kwenye ofisi yoyote ya kiserikali, ofisi yoyote, kwa mtu yoyote anapokuambia usiogope juu ya jambo hili, huyo mtu ana uwezo wa kutatua hilo tatizo. Aidha ni daktari, aidha ni mwalimu, aidha ni askari, aidha ni mwanajeshi, aidha ni mchungaji, aidha ni mtume, aidha ni nabii. Haleluya. Aidha ni askofu. Haleluya. Kwa hiyo mtu huyu ana uwezo wa kukusaidia, iwe kifedha, iwe kwa habari ya mavazi, iwe chakula. Huyu mtu ana uwezo. Neno usiogope linamaanisha kusimama mahali pa juu, sawa sawa, na wewe unakaa pale chini. Amen. Kwa lugha nyingine tungesema kwamba nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, kwa kuwa yeye hujishughulisha mno na mambo. Lakini amesema mkimtwika fadhaa zenu zote, kwa kuwa yeye anajishughulisha sana na mambo yenu. Haleluya. Some katika Isaya 41
Na hapo nitasoma mistari mingi kidogo. Nitasoma mstari wa 10 na kuendelea. Kwenye hili neno usiogope kuna maneno mawili, nifasiri na lile la pili. Kabla sijaendelea nifasiri neno la pili. Maana yake nitakuokoa. Kuokoa ni kitendo. Haleluya. Kuokoa ni kitendo. Kitenzi ni kitendo, sawa? Kwamba mtu anaposema nitakuokoa, huyu mtu ana uwezo wa kukuokoa na kitu. Kwamba ana uwezo wa kukuokoa na janga fulani. Na tendo la kuokoa, hauwezi ukajiokoa mwenyewe. Haleluya. Hakuna mtu anaweza kujiokoa mwenyewe. Kila mtu alihitaji mwokozi ili apate kuokolewa. Hivyo ni sawasawa na ajali. Unapata ajali mahali pa mafuriko, hali mbaya. Aiza umepata ajali ya kuzama na boti baharini, umezama. Itahitaji mwokozi atoke nje ili aje akuokoe baharini. Haleluya. Hivyo unahitaji, neno kuokoa linamaanisha ya kupata mtu anayetoka nje kuja kukuokoa. Hivyo wewe kwenye maisha yako leo, Mungu anaposema usiogope, yeye amekuja kama mwokozi. Yani ni mwokozi ambaye anakuja kukuokoa na janga fulani ambalo lingekupata. Haleluya. Ili kukuondoa kwenye janga la hatari ambalo lingekufikia. Kwa hivyo Mungu anaposema usiogope, amechukua asilimia zote 100 au mamilioni ya asilimia kwenye maisha yako. Hajaachia hata kipengele kidogo. Anaposema usiogope, niko pamoja na wewe, nitakuokoa. Mungu anatarajia neno lingine kwako, na wapenda wale wanipendao na wanitafutao kwa bidii, kwa kuwa Mungu anafanya kazi na wale wampendao. Haleluya. Mungu anataka umpende. Mungu hawezi kuja kwako kwa bahati mbaya. Mungu atakuja kwako kwa sababu unampenda, na kama unampenda ndipo atakuona unapopitia mambo magumu, atakuja kukusaidia. Haleluya. Hapa anaanza kuambia wana wa Israeli. Ukisoma katika Isaya hii, tutaandika mpaka mstari ule wa 17. Andika mpaka 17 na nitakwenda na mistari moja moja. Tazungumza taratibu ili unielewe zaidi. Sawa sawa. Anasema hivi, usiogope maana mimi niko pamoja na wewe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Ni Mungu wako. Nitakutia nguvu. Naam, nitakusaidia. Naam, nitakushika mkono nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Huo ni mstari mmoja wa 10. Mstari wa 10 Biblia inasema usiogope, mimi nitakuwa pamoja na wewe. Mungu anamwambia Israeli tangu mwanzo, baba zetu Yakobo na Ibrahimu, anamwambia msiogope, mimi nitakuwa pamoja na wewe. Nitakuwa pamoja na wewe ili nikuokoe. Lakini si tu nikuokoe, anasema baada ya nitakuwa pamoja na wewe, lakini anasema usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Mungu anaanza kwa kujitambulisha kwamba ni Mungu wa baba zetu wa Israeli. Waliambiwa kwamba, alikuwa anawaambia kwa kinywa cha nabii Isaya kwamba yeye ni Mungu, ni baba, yeye ni Mungu wao. Sasa nataka nikwambia mchana wa leo, Mungu ni Mungu wako. Haleluya. Mungu ni Mungu wako. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Huyo Mungu ni baba yako. Huyo Mungu ameshika kila kitu. Ndiye anayesema usiogope, usifadhaike. Unapopitia majaribu, unapopitia changamoto, unapopitia mambo magumu, anasema usifadhaike. Mungu anataka nini? Anasema hivi, mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu. Jambo la msingi, Mungu anaposema usiogope, maana yake anataka kutie nguvu ya kuweza kushinda vita, ya kuweza kushinda majaribu, ya kuweza kufika mahali ambapo umestahili kufika. Sababu anasema atakutia nguvu. Usifadhaike, lakini nitakupa nguvu. Sasa anayesema atakupa nguvu ndiye mwenye nguvu zote duniani. Hakuna Freemason, hakuna Illuminati, hakuna mchawi, hakuna kigwagula nani. Yeye Mungu ni Mungu juu ya matukio yote juu ya uso wa dunia. Amen. Sikiliza nikwambie, ninazungumza na watu wenye akili timamu sahihi. Haleluya. Na ninazungumza neno hili kwa ujasiri na kwa nguvu. Ukiwa hapa unapishana na mapenzi ya Mungu aliyesema usiogope, kwamba yeye ndiye usifadhaike, ndiye atakaye kutia nguvu, ujue una hatari kwenye maisha yako. Huyu ndiye Mungu aliyeniokoa mimi kutoka kwa mganga kienyeji, mchawi. Mchawi. Niliyokuwa nimekula vitu visivyofaa, vinyonga, vimbwa visivyoona, vipaka, vindege visivyoona, ili niwe mtu mkubwa katika ufalme wa giza. Huyu Mungu ni Mungu mwenye nguvu. Huyu ni Mungu mwenye mamlaka yote mbinguni na duniani.
Huyu anaposema hili neno anamaanisha Mungu hawezi kushindwa na jambo lolote. Hawezi kushindwa na kitu chochote. Naam, nitakusaidia. Naam, nitakushika kwa mkono wangu wa kuume wa haki. Mungu anaahidi, anasema atakushika kwa mkono wake wa haki, wa kuume. Mkono wa kuume wa haki. Haleluya. Huo ni mkono wa namna gani? Mkono wenye nguvu, mkono wenye mamlaka, mkono wenye baraka. Huo ndio mkono wenye nguvu za Mungu. Anasema mstari wa 11, anasema hivi, tazama wote walioona hasira juu yako. Tazama wote walioona hasira juu yako watatahayarika na kufadhaika. Watu washindanao nawe watakuwa si kitu na kuangamia. Haleluya. Mstari wa 11, Bwana anaahidi, anasema wale wanaotamani kushindana na wewe, wale wanaopingana na wewe, wale wanaoshindana na wewe, wale wote wanaoinua hasira. Unajua tupo kwenye wimbi ambalo watu wanainua hasira. Kimeona mtu ameokoka na lialia, wanaweza kumdharau na kumuinulia hasira. Wanaweza kukuinulia hasira kwa ajili ya mambo yao. Hasira kwa sababu uliomba sana, hasira kwa sababu unampendeza Mungu, hasira kwa sababu wewe unamcha Mungu. Basi mtu anainua hasira ili akuloge. Mungu anasema hao wanaoinua hasira juu yako, anasema watatahayarika. Yani watakuwa kitu cha, wataangamia. Maana yake watatahayarika, wataharibika, wataumia. Haleluya. Hiyo ni ahadi ya Mungu anaposema usiogope. Kisha anasema watatahayarika na kufadhaika. Watu washindanao na wewe watakuwa si kitu na kuangamia. Wachawi hawatakuwa kitu mbele yako. Wenye kukudharau hawatakuwa kitu mbele yako. Mungu atawaangamiza wenye kuleta dhihaka, na wataangamia mbele yako. Na waona hawawezi kusimama mbele ya mkono wa Mungu ulio hodari, mkono wa Mungu wenye nguvu. Mungu aliyesema usiogope amemaanisha. Wako watu wanaotuvizia usiku waje wakuvizia wakuloge. Wako watu wanaokuvizia wakuziaki. Wako watu wanaokuvizia kanisa la Mungu wakudharau. Hao watu Mungu anasema watatahayarika na atawafadhaisha na kisha wataangamia kabisa. Lakini mstari wa 12 anasemaje? Anasema utawatafuta wala utawaona, wale wapiganao na wewe, wale wapiganao nawe watakuwa si kitu, watakuwa kama kitu kisichokuwa. Wale waliofanya vita juu yako. Mstari wa 11 anasema utawatafuta, utawaona. Baada ya kuwa umesimama na neno usiogope, kwamba hilo neno usiogope, sasa unamwamini Mungu. Sasa unamtegemea mwenye uwezo wote, unamtegemea mwenye mamlaka yote. Kwa kuwa amesema usiogope, naye atakuwa pamoja na wewe. Anasema usifadhaike, atakuwa pamoja na wewe. Akulishe, akuvike, akujengee na nyumba, akununulie na gari, akutembeze vizuri na afya njema. Huyo anasema mstari wa 12, anasema utawatafuta wale wabaya wako, utawatafuta wale wenye kuwa na hasira juu yako, wale wachawi, wale waharibifu, wale wenye kuleta dhihaka. Anasema utawaona, hautawaona. Nao anasema utawatafuta wala hautawaona, wale wapiganao na wewe watakuwa si kitu kama kitu chako kisichokuwepo. Yani watakuwa kama si kitu, alafu kitu kisichokuwepo kabisa. Yani wenyewe walikuwepo wanajitahidi, lakini Mungu anasema atawafanyia kitu kisicho cha kawaida. Atawapiga, atawaangamiza, nao kitakuwa sio kitu kama kitu kisichokuwapo. Unajua habari ya kitu kisichokuwapo? Yani nilikuwa na nyumba imepigwa na mafuriko, sasa haipo tena. Nilikuwa na gari, sasa gari imekufa yote, imeyayuka. Haleluya. Nilikuwa na afya njema, sasa afya imeyayuka. Nilikuwa na fedha zimeisha. Nilikuwa na maji hakuna tena. Sasa anasema itakuwa kama kitu ulichokuwa nacho, alafu hautawaona kama kitu ambacho ulikuwa nacho, lakini hautawatafuta, hautawaona, na watakuwa kama kitu kisichokuwapo. Haleluya. Maana yake nini? Mungu anamaanisha kwamba utasahau kabisa hizo hali. Itakuwa kama kitu ambacho hakikuwepo. Kama ni ugonjwa ulikuwepo, Mungu atauyayusha na utakuwa kama haupo kabisa. Kama ni laana zitakuwa hazipo kabisa.
mikosi itakuwa ni kitu kilikuwepo lakini hakipo tena kabisa. Haleluya. Huyo ndio Mungu tunayemwabudu. Huyo ndio Mungu aliyoniita miaka iliyopita zaidi ya 10 sasa. Huyo ndiye aliyeniita kuja kumtumikia na kukuambia ili nije nikutumikie. Haleluya. Asema hivi, kama kitu kisichokuwa, wale wafanyao vita juu yako ni kina nani? Mungu anadili na kina nani? Mungu anaposema usiogope, kuna mamlaka zingine zipo nyuma. Kuna mamlaka zingine zinashindana kuleta hofu kwenye maisha yako, kuleta usingizi hata wa kiroho, leta usingizi hata wa kushindwa kufanya chochote. Unajikatia tamaa kwa sababu adui amefanyaje? Ameleta makandamizo. Haleluya. Mhubiri wa kwanza alituonyesha majaribu matatu. Majaribu mangapi? Matatu. Haleluya. Sasa Mungu anatuonyesha kwamba anaweza kutusaidia. 13. Kwa maana mimi Bwana Mungu wako nitakushika mkono kwa mkono wangu wa kuume. Nikikuambia usiogope, mimi nitakusaidia. Bwana anasema mstari wa 13 kwamba anakushika kwa mkono wake wa kuume, kisha atakuwa anakuambia usiogope, nitakusaidia. Nabii anatuambia, Bwana anasema usiogope, nitakusaidia. Huyo ni Mungu wa namna gani? Huyu ni Mungu aliyepita kawaida za wanadamu. Mwanadamu anaweza kukwambia nitakusaidia na asikusaidie chochote. Mwanadamu anaweza kukwambia nitakufanyia hivi na asikufanyie chochote. Lakini huyu Mungu anasema usiogope, nitakuwa pamoja na wewe, nami nitakusaidia, kwamba nitakushika kwa mkono wa kuume na mimi nitakusaidia. Unapopita kwenye njia ya mateso, unapopita kwenye janga fulani, nitakuwa na wewe ili nikusaidie. Haleluya. Kisoma mstari wa 18 anasema, usiogope Yakobo, wewe uliye mdudu, enyi watu wa Israeli, mimi nitakusaidia, asema Bwana Mwokozi wako, mtakatifu wa Israeli. Mstari wa 10 anasema usiogope Yakobo uliye mdudu. Yaani Mungu anamfananisha Yakobo na mdudu asiye na thamani yoyote, kama mtu mdogo mdogo. Sasa kumbuka, thamani ya Yakobo anaonyeshwa kama mdudu, yaani kwamba ni kama kitu kidogo chenye hakina maana, lakini Mungu anasema nitakusaidia. Kama Mungu alisema Yakobo kama mdudu, je, wewe ambaye hajakuita jina kama mdudu leo, je, hawezi kukusaidia huyo Mungu? Je, hawezi kukusaidia wewe Mungu? Mungu anayesema usiogope ni Mungu anayosema kweli na ndio. Neno lake ni kweli na ndio. Akisema ndio ni ndio, akisema hapana hapana. Kwa hiyo ni ajabu sana kwa wewe mpendwa ambaye unatafuta kwenda mbinguni, ambaye unatafuta maisha yako katika ulimwengu huu, baada ya kutokumwamini huyu na kumpenda huyu na kuanza kupenda visivyopendeka, hapo utakuwa umepoteza. Asema Bwana mkombozi wako, nitakuwa mtakatifu wa Israeli. Tena yeye ni mkombozi wako na ni mtakatifu, alikuwa wa Israeli. Sasa sio mtakatifu wa Israeli tena, ni mtakatifu wa Israeli hata walioko Lukobe, wote waliomwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wote ni mtakatifu wako. Huyu Mungu ni mtakatifu wako. Aliyekuchagua ni yeye. Tazama mstari wa 15. Tazama nitakufanya kuwa chombo kikali, kipya, cha kupuria, chenye meno, utaifikicha milima na kuisaga, nawe utafanya vilima kuwa kama makapi. Sasa hapa kwenye milima, mpendwa, unaionaje milima? Piga picha ya milima iliyoko nje. Lakini kuna milima ambayo ukikutana nayo ni milima, ni mijitu. Milima ambayo inasemwa sasa hivi hapo unaweza kukutana na milima watu. Milima watu wenye makwazo, milima watu wachawi, milima mijitu yenye roho mbaya. Kuna mijitu mibaya katika ulimwengu huu. Sasa kutana na mtu mmoja hapo mjini hapo, mwenzake amebarikiwa na fedha. Sasa tunamwambia unajua Mungu amembariki fulani. Unamjua? Akasema Mungu ni Mungu wake, huyo Mungu hata simtaki. Hili jitu ni jiwe. Huyu ni jiwe. Mwamba huyu mwamba unahitaji Yesu mwenyewe. Hili ni jiwe linamhitaji Yesu peke yake. Maana hili linasema huyo fulani, huyo Mungu aliyombariki huyo fulani, huyo ni Mungu wake mwenyewe, huyo Mungu simtaki. Na maana huyo mtu hataki Mungu. Unanielewa? Sasa wewe mtake Mungu na nguvu zake, maadamu yeye yupo karibu, tena ili kuwapatia haki wale wanamtafuta. Haleluya. Wale wanaomuita anawapatia haki. Tazama nitakufanya kuwa chombo kikali. Hii ahadi ni ya kwako. Kuwa chombo kikali. Ukitambua maneno haya, lazima ujikubali kwamba wewe Mungu anakupenda. Anaposema usiogope, anasema atakufanya kuwa chombo kikali.
Sio chombo kikali unachukuliwa aenda akakunoe kwenye jiwe au apeleke kwenye blender wakunoe wewe chombo kikali uanze kuwakata watu. Hapana, kwa sababu umemtii Mungu na umempenda Mungu, anakufanya kuwa chombo kikali. Kila neno kwenye kinywa chako, wewe wako unapopita unawapiga wabaya wote, na kinywa chako kinakuwa fimbo kwa waovu wote, kinawasambaratisha. Unanielewa? Nasema atakufanya kuwa chombo kipya cha kupuria chenye meno. Utafikicha mlima na milima utaifikicha, nayo itakuwa makapi. Milima ya mapepo, milima ya magonjwa, milima ya mateso, laana za ukoo zinazofuatilia kila siku. Pia sema baba zetu hawako tena, baba zetu walitenda dhambi na hawako tena, nasi tunarisi maovu yao. Itaenda kufikicha milima yao na kuipuputisha chini. Ulishaona mtu anapopuputisha mbegu za mchicha? Unapochukua mbegu ya mchicha unaipofanya hivi, mtu anapanda anaifanya hivi, inapopuchika. Achana zile za special, zile zilizota majarani unakata hivi, unapopuchisha hivi. Mungu anasema atawapuputisha milima na milima ataipuputisha. Yani ataipikicha, utaipikicha. Ni wewe, anakufanya kuwa chombo kipya, alafu kapikicha. Wabaya utawapikicha pikicha, maovu utapikicha pikicha, na wewe utakuwa kitu safi mbele za Mungu. Mstari wa 16 anasema utawapepeta. Unajua swala la kupepeta? Wangapi mlishai kupepeta? Tunapepetaga mahindi, pepeta. Sasa anasema mtawapepeta. Yani maana yake hawa baada ya kupikicha hiyo milima tutaipepeta. Maana yake tutakuwa tumewapiga, tumewateketeza, tumewaangamiza. Sasa kuwapepeta maana yake wamekuwa wepesi, hawafai tena kukaa uzito juu yetu. Haleluya! Huyo ni Mungu wa namna gani? Na upepo utawapeperusha, upepo wa kisulisuli utawatawanya wawe, nawe utawatafuta, nawe utamfurahia Bwana, utajitukuza katika utukufu wa Israeli. Unaona, baada ya kuwapikicha upepo utakuja utawapeperusha. Kama ni magonjwa yatapeperushwa, laana peperushwa, mateso peperushwa, mikosi peperushwa. Wale wanakuja na chuma ulete watapeperushwa, wenye viburi na dharau juu yako watapeperushwa. Na wewe utamtafuta, anasema utamtafuta Bwana nawe utamfurahia. Haleluya. Mstari wa 17 na mwisho sehemu hii. Maskini na wahitaji wanatafuta maji, wala hapana ndimi zao zimekauka kwa kiu. Mimi Bwana nitasikia, mimi Mungu wa Israeli sitawaacha. Unasikia hiyo? Aliyesema usiogope ni Mungu, sio mchungaji Leonard. Ni Mungu. Ni nani? Mungu. Ukiwa hapo unasikia maneno haya, maneno haya ni roho na ni uzima. Haleluya. Mstari wa 10 anasema maskini na wahitaji. Ni nani hao? Hao maskini na wahitaji ni kina nani? Wapo tunapoishi, wapo hapa tulipo. Hao maskini wahitaji wa fedha, wanahitaji vyakula, wanahitaji vitu fulani fulani, wapo hapa pia. Lakini anasema hao maskini na hao wahitaji, anasema wapo wanahitaji maji nao wapati kitu, ndimi zao zimekauka. Anasema mimi Bwana, anasema mimi Bwana nitasikia, mimi Mungu wa Israeli sitawaacha. Hapa Mungu anataka tumuite, hapa Mungu anataka tumtafute. Anasema mimi Mungu nitasikia, mimi Mungu sitawaacha. Huyo ni Mungu aliyesema usiogope. Huku anatuambia neno la mwisho katika kipengele hiki, anasema sitawaacha. Mungu anaposema sitakuacha, hata kuacha kwa jambo lolote, hata kuacha unapopitia magumu, hata kuacha wakati wa raha, hata kuacha wakati wa mateso, atakuwa pamoja na wewe ili akusaidie. Haleluya. Kwa hiyo ni ajabu sana kutokushika kumpenda Mungu. Ukisoma katika Zaburi ya 90 mstari wa 14, anasema wale waliokaza kunipenda, waliokaza uso zao kunipenda, hao nitawainua, nitawaweka mahali pa juu pasiri kwa kuwa wamelijua jina langu. Ukilijua jina la Yesu Kristo, ukilijua jina la Mungu wako kwamba ni mtakatifu, Mungu mwenye vitu vyote, huwezi kuwa na mashaka, huwezi kuwa na uoga. Utamkimbilia yeye daima, utamtafuta yeye daima, utamwabudu daima, utamtumikia daima. Hata ikija vita utamwangalia mtakatifu wa Israeli, kwa kuwa amesema usiogope. Na neno la mwisho anasema sitakuacha. Anasema sitakuacha. Neno sitakuacha
Maana yake ni mtu anasema sitakuacha. Safari hii tunayoenda sitakuacha, tutafika pamoja. Maana yake mmeanza safari na mtu na mnaenda pamoja. Mzee, naomba nikupe mfano. Njoo mzee wangu. Tunaanza safari na mzee hapa. Haleluya. Ninamwambia sitakuacha. Safari hii nataka tutoboe mpaka Amerika hiyo. Na sitakuacha. Tutapita mabara mbalimbali, tunaenda pamoja. Tunaweza tukapita Ethiopia, tunaweza tukapita Dubai huko. Tutaenda safari mimi na yeye. Tutaenda. Sitamwacha, nimemshika mkono. Amesema Mungu, nitakuwa pamoja na nani? Nitakuwa pamoja na nani? Mungu anasema nitakuwa pamoja. Usiogope, nitakuwa pamoja ili maana nikusaidie. Ndio lugha rahisi tu, nikusaidie, nikuokoe. Neno la mwisho anasema mimi nitakuwa pamoja na wewe, sitakuacha. Sitafanyaje? Kila mahali utakapoenda Mungu ataenda na wewe. Haleluya. Ukiwa na shida atakuwa na wewe. Inapokuja shida sio wakati wa kumwacha Mungu. Ni wakati wa kuendelea kuwa na Mungu kwa sababu yuko pamoja na wewe. Hajasema ukiugua mwache Mungu. Hajasema ukiwa na shida kidogo mwache Mungu. Hajasema ukiwa na matatizo fulani ndio mwache Mungu. Mungu anataka umpende kwa hatua zote na ushikamane pamoja na yeye. Haleluya. Kusoma katika Kutoka sura ya 14. Kutoka sura ya 14 mstari wa 14 hadi wa 15. Mstari wa 15 hadi wa 13, tasoma mpaka wa 15. Hapa kuna maneno Bwana alimwambia Musa. Kitabu hiki cha Kutoka kinatuambia wana wa Israeli walipokuwa wanatoka wapi? Misri, utumwani. Mungu anawatoa sehemu ya mateso waliokaa miaka 400 hadi na 30 kwenye mateso. Waliopita jangwani miaka 40 kwenye jangwa la mateso. Lakini Mungu alimwambia Musa waambie watu, baada ya kukutana na zoruba kubwa wametoka kwa Farao, wakaanza kupita kwenye jangwa la kwanza, mateso. Jangwa la pili wanakutana na mateso. Wanapita jangwa hili, mateso. Sikiliza nikwambie, jangwani ni mahali unaweza kukutana na Mungu ama shetani. Lazima uwe makini unapopita kwenye jangwa lolote. Wewe unapopita jangwani inawezekana ukutana na mateso. Inawezekana ukapita jangwani ukakutana na Mungu ama ukakutana na shetani. Maana jangwani ni mahali pa mateso, ni mahali pa majaribu, ni mahali pana vita ambayo sio kawaida. Jangwa lilikuwa halina mawe, jangwa lilikuwa halina mchanga, jangwa lilikuwa halina chemichemi za maji. Jangwa lilikuwa ni vumbi tu. Halo? Biblia inasema walipokuwa jangwani wakaanza kumlilia Bwana. Wana wa Israeli wakamlilia Mungu, mstari huko juu. Biblia inasema baada ya kumlilia Mungu, Bwana akamwambia Musa, mstari wa 13. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo. Kwa maana hao wa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena milele. Neno milele maana yake Mungu amesema milele. Halitaonekana jambo baya. Mungu akisema analiondoa ni milele. Haleluya. Mungu akisema milele, hautakufa kwa sababu ya kulogwa, hutakufa kwa sababu ya magonjwa haya, hutakufa kwa sababu ya njaa. Ni milele, hautakufa. Haleluya. Huyu Mungu aliyesema usiogope ni Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Huyu ndiye Mungu aliyekuumba kwa sura na kwa mfano wake. Kwa nini? Kwa nini Mungu akuumbe wewe kwa sura na kwa mfano wake? Ina maana yake ameonyesha upendo usio wa kawaida. Ameonyesha upendo wa kupita kawaida. Upendo wa juu sana. Kwamba wewe anataka umtumainie yeye daima. Ndio maana anasema usiogope mwanangu, nitakuwa pamoja na wewe. Huyu ni baba na watoto. Ni baba na watoto. Haleluya. Haleluya. Mtoto mdogo anapokuwa na baba yake ana amani sana. Anasikia amani sana. Lakini anapokuwa peke yake hana amani sana. Baba yake anamtia moyo, maana anapita mtoto ana roho ya uoga. Mungu anatuona sisi ni watoto wachanga kwake, tena wadogo. Na ndio maana amesema usiogope kwa sababu anakufahamu. Mungu anajua maisha yako wewe tangu ulizaliwa. Ulizaliwa hauna nguo na utarudi kwake hauna nguo. Yeye anakujua vizuri sana. Anakujua picha yako kabla hata kuwekwa misingi ya ulimwengu utakuwa nani. Ndipo anaposema usiogope, nataka uvue fahamu zako. Uvae vazi la kuamini kupita kawaida. Maana mimi napenda mambo ya imani kupita kawaida. Imani ndiyo mnyama mkali kupita vinyama vyote katika ulimwengu huu.
Imani na uwezo wa kugeuza jambo sasa hivi likatokea jambo lisilo la kawaida. Imani ni upanga na uwezo mkubwa. Kuwa na imani kama imani yenyewe inatisha ndani yako. Tafakari kuwa na imani kubwa. Bwana anamwambia waambie watu wasiogope. Musa anawaambia watu msiogope. Anawaambia simameni. Simameni. Anawaambia simameni tu. Simameni tu. Hapo anawaambia muendelee mbele. Mkauone wokovu wa Bwana atakawafanyia hivi leo, sio kesho, hivi leo. Hivi leo unapolala, unapoamka, hivi leo Mungu ana wokovu kwenye maisha yako kila siku. Ulipata ndio neema ya wokovu, lakini Mungu bado anakuokoa na mambo fulani fulani yanayoendelea. Na vita mbalimbali unaendelea nazo, Mungu bado anakupigania. Kuna watu walilala leo hawajaamka. Si ndio? Jana tulikuwa tuna msiba kwa ndugu yetu hapa. Alifiwa na ndugu yake huyo. Tena walitarajia atatoka. Juzi tu natoka hapa mkesha, nakutana na watu wanatoka msibani. Wananiambia leo kuna msiba hapo kwa jirani yetu. Kabidi niende msibani. Hakuna mtu alitarajia. Haleluya. Mungu anakujua saa hadi tarehe. Haleluya. Anasema usiogope. Hao Wamisri waona atakupigania na atawaondoa. Nawe anasema utanyamaza kimya. Hao Wamisri utawaona tena milele. Mungu akisema jambo hili milele, nimekuondoa na hilo ni milele. Akisema ninakuponya milele mpaka atakapokuchukua wewe siku ya kufa kwako. Unakufa ghafla tu pa. Hahitaji ugue upitie mateso. Mungu ana uwezo mkubwa kwa ajili yako, lakini anahitaji imani. Imani. Sio lele mama, imani. Sio lele mama, imani. Na hiyo imani tutaiona unapomfuata Mungu kwa kumpenda. Hiyo imani tutaiona unapomtumikia Mungu. Kuna vitu ambavyo huwezi kuacha kwenye maisha yako kuondoka kwa sababu kwanza ni mwoga. Uoga ndio unakutesa. Uoga ni janga kubwa litakupeleka jehanamu wewe mama wewe baba. Uoga ni janga zito. Tunapokuambia leo Jumatano kuna kipindi unapaswa kutii, wewe umesema hamna, leo ngoja nile kwanza nikatafute hela chakula. Anayekupa chakula ni Mungu. Sio nguvu zako wewe. Tumesoma mstari wa Isaya kule anasema anakupa nguvu. Kwa nini akupe nguvu? Nguvu za nini? Si angekuacha tu kae zigizagi. Ukisoma Isaya 40 mstari wa 29 kule chini anasema nami nitawapa nguvu, utapanda juu kama tai, utaruka kwa mbawa zao bila kuchoka juu. Unafikiri tai ni mnyama, ni ndege wa ovyo? Tai anapotolewa mfano ana uwezo wa kwenda viwango vya mbele. Mungu anapofananisha kitu anataka uwe kama vile. Tumia akili. Haleluya. Mstari wa 14 anasema hivi, Kutoka 14 mstari wa 14. Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Bwana akamwambia Musa, mbona mnanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Waendelee mbele. Kwa nini kurudi nyuma? Swala la kurudi nyuma sekunde moja unamaanisha Mungu hayupo. Na kuhakikishia tena kwa ujasiri mkubwa. Yaani swala la kurudi nyuma hatua moja tu na kutegemea akili zako, umefananisha Mungu hayupo na Mungu hawezi na Mungu hafanyi chochote kwenye maisha yako. Sio Mungu ninayemwabudu. Mungu ninayemwabudu ni Mungu mwenye uweza wote. Huyo Mungu aliyeniokoa tangu siku ya kwanza niliyechoma tunguli na uganga na uchawi wote. Huyo Mungu ashindwi na neno lolote. Hahitaji kutumia sijui manyoya ya kalungu yeye, mkia wa ngedere, sijui mavi ya kalungu yeye, sijui mavi ya njiwa, sijui mweta wa nani. Hakuna hiyo. Hata ungekuwa na ilizi ya milioni 20 bado haiwezekani. Utalogwa, utakufa. Lakini kumtumainia Bwana kuna njia ya kwenda upana zaidi. Haleluya. Uoga, waambie watu waendelee mbele, wasiogope. Uoga, Biblia inaandika katika Timotheo, waoga na wote wachukizao wataenda ziwa la moto. Waoga. Uoga maana yake ni kukosa imani. Uoga maana yake ni kushindwa kumtumaini Mungu. Ndio maana katika Zaburi, muimbisho wa Zaburi anasema, ewe uliyekaza kumpenda Mungu, kwa kuwa umekaza kunipenda, mimi nitakuinua, nitakuweka mahali pako, kwa kuwa umelijua jina langu. Mungu anataka kuweka mahali pako wapi? Najua kuna watu mnachelewa kwa sababu ya uoga. Uoga ndio unaowaponza. Mnachelewa kwa sababu ya uoga. Uoga ndio unaowaponza. Iko saa inakuja ambayo kila jicho litamuona Yesu,
Kila jicho litamuona Mungu waziwazi, kwa kuwa yeye Mungu ni roho, na wanaomwabudu walipaswa waabudu katika roho na kweli. Sio saa ya kutembea lele mama, ni saa ya kutembea tukiwa hodari, tukiwa tumesimama wima eti. Sio saa ya kwenda tumelegalega. Tunalegalega kwa nani? Unalegalega kwa Mungu? Hata kulegalega kwa Mungu, legalega kwenye mambo yako. Kwa Mungu nyooka street. Simama wima ili Mungu akupeleke viwango vingine. Hakuna kitu kinaweza kutokea kwa bahati mbaya kwa Mungu. Kwa Mungu hakuna bahati mbaya. Mungu anataka tutimize haki yote, kwamba tumtumikie kwa moyo, tumpende kwa moyo wote. Maana anasema anafanya kazi na wale wanaompenda. Sasa wewe unampendaje? Unampendaje? Unampenda kwa aina gani? Unamuonyesha vipi upendo wako? Kuja tu kaa kwenye kiti, kuja tu rudi nyumbani, usomi neno basi, umtumiki kwa njia yote. Hata uko kuja kwenyewe kwa mashaka, kuja tu kwenyewe kwa mashaka, unaulizia mwezi huu ama niende mwezi ule, niende Jumapili ile ama niende Jumapili hii. Sikiliza mpendwa, sikiliza mpendwa, ipo saa inakuja ambayo hiyo saa itaangaza kwa kila kiumbe. Hiyo saa miamba iliyo migumu itaelewa. Hiyo saa inayokuja miamba itaelewa. Wanaosikia huko nje wataelewa. Hakuna saa inayokuja mbaya kama hiyo. Na kuambia usiogope, mtamani Mungu, maana kwa nguvu zako na kwa akili zako utaweza kushinda hiyo saa inayokuja mbele ya uso wako. Hiyo saa wenye elimu wataiona na wataitafuta hiyo saa, kuitafuta waijue. Teknolojia zitakoma, sayansi zitakoma, na kila jambo litakoma. Wenye PhD zitakoma, na maarifa yote yatakoma. Uchawi utakoma, uganga utakoma kama ulivyokuwa Babeli. Hiyo saa inakuja ni kwa ajili ya watakatifu tu, watakiwa wasimame imara, maana wao watamlaki Bwana mawinguni. Iko saa inakuja, miamba migumu itatambua. Iko miamba migumu huku nje, na miamba hiyo itajua. Usikubali kuwa mwamba mgumu, bali Mungu alainishe moyo wako. Bali Mungu alainishe moyo wako. Ipo saa inakuja, utaitafuta. Unatafuta majira, kwa nini sikuisikia ile siku? Ipo saa inakuja. Bwana anasema usiogope, nitakuwa pamoja na wewe. Lakini anambia songeni mbele. Kwa nini waendelee mbele? Mbele ndipo palipokuwa na kibali chao ama uzima wao. Maana kurudi nyuma ni mashaka na kuonyesha Mungu si chochote kwenye maisha yako. Narudi nyuma. Narudi nyuma. Narudi nyuma. Naomba mtu anayesimamia utaratibu angalia mtoto anayofanya huko nyuma. Anaribia maelekezo. Isaya 42:13 na 15. Haleluya. Naenda kumalizia. Bado mistari michache na mstari mmoja hivyo miwili. Naenda kumalizia, nataka niombe na wewe. Sikiliza kwa makini kwenda hapa mwisho. Roho Mungu anasema na wewe sahihi. Fungua masikio yako, ondoka kwenye desturi, ondoka kwenye mitazamo, ondoka kwenye desturi zako za kawaida. Haleluya. Isaya 42, tasoma mstari wa 13 na ule wa 15. Isaya, sikiliza Bwana anachokuazia. Mungu wakati wote anakuazia mema. Wewe mwanadamu, je, unamwazia Mungu hayo mema? Wewe je, mwanadamu, unamwazia Mungu mema kama ya Mungu anayokuazia? Mungu wakati wote anakuazia mema. Haleluya. Ukisoma katika Isaya na maandiko yote aliyosoma, ukitafakari uso wa Mungu, ni uso wa upendo. Ukitafakari Mungu kwako, ni kwamba anakuonyesha baraka. Mungu anatamani wewe uwe pamoja naye bega kwa bega, mkono kwa mkono, sikio kwa sikio. Haleluya. Sasa sikiliza hapa anavyosema. Bwana atatokea kama shujaa, ataamsha wivu kama mtu wa vita. Atalia na atapiga kelele, atawatenda adui zake mambo makuu. Siku nyingi nimenyamaza kimya, nimenyamaza nikajizuia. Siku nyingi nimenyamaza kimya, nimenyamaza nikajizuia. Sasa nitapiga kelele kama mwanamke aliye katika kuzaa, na nitapiga kelele kama mwanamke aliye katika kuzaa. Nitaugua na kutweta pamoja, nitaharibu milima na vilima, nitaviyeyusha vyote vimeavyo.
nitafanya mito ya maji kuwa visiwa na kuyakausha maziwa ya maji. Haleluya. Bwana anaahidi mambo ya msingi. Aliyesema utaogopa ametoa na njia, anajieleza jinsi alivyo. Ni sawasawa na mwanaume anamchumbia binti, anajieleza kwa maneno mazuri ya kumpamba. Anamwambia nitakununulia sketi ya hivi, gauni la vile, nitakujengea, nitakuwa na nyumba ya hivi, nitakununulia na hiki, nitafanya na hiki, nitafanya na hiki. Mungu amejaribu kubembeleza kwenye maisha yako. Mungu amejaribu kukuonyesha upendo ulivyo. Mungu anajaribu kukuonyesha jinsi anavyotaka akufanye, jinsi anavyokuzungukia, jinsi anavyokuwekea ulinzi. Lakini mwanadamu mwenye shingo ngumu, naye bado hajapata kusikia, naye hajataka kuelewa. Mungu aliyesema usiogope, amesema katika Isaya 42:13 na 14 na 5, anasema hivi: Bwana atatokea kama shujaa, mtu wa vita. Atatokea kama shujaa, alafu kama mtu wa vita. Unamjua mtu wa vita? Kwa nini anakuja kama shujaa alafu mtu wa vita? Kwa nini kama mtu wa vita shujaa? Mtu wa vita anakuwa shujaa. Huyu Mungu anaonyesha wivu wake kwa mtoto wake ambaye wewe ni kanisa. Kumbuka, Mungu anakupenda wewe. Mungu ana wivu na kanisa lake, kanisa ambayo ni kuanzia wewe mmoja ulioamini. Tukikusanyika tunasema kanisa. Haleluya, haleluya, tunasema kanisa. Wewe ni kanisa la Mungu, wewe ni mwali wa Mungu, wewe ni mchumba wa Mungu. Anasema wewe ni bibi harusi wangu. Kama ni bibi harusi wa Mungu, Mungu anakuonea wivu. Hawezi kuona mtu hawezi kuona bibi harusi wake anaonelewa afu akakaa kimya. Lazima atamtengenezea mabavu, atamlinda. Haleluya. Mungu anasema atatokea kama nani? Bwana atatokea kama shujaa, ataamsha wivu kama mtu wa vita, naye atawatenda adui zake mambo makuu. Jambo la msingi Mungu analoliahidi kwako kwamba atatokea kama shujaa. Shujaa ni mtu mwenye uwezo. Sasa Mungu anasema atakuja kama shujaa. Mtu aliyekuwa shujaa, tunamuona Daudi, tunamuona Joshua, walikuwa mashujaa kibibilia. Walikuwa ni watu mashujaa. Kina Samson mashujaa. Haleluya. Tanzania tumelezee nani? Tuelezee Pamabula. Pamabula alikuwa shujaa, lakini shujaa huyu alikuwa anatumia na nguvu ziada. Sasa achana na nguvu za ziada. Kina Daudi alikuwa anatumia nguvu za Mungu. Haleluya. Samsoni nguvu za Mungu. Mungu anasema atatokea kama shujaa, tena ataamsha wivu kama mtu wa vita, atawatenda maadui zako mambo makuu. Kina adui zako ni nani? Inawezekana ni magonjwa, inawezekana ni mapepo, inawezekana ni wale wanaokudharau, inawezekana ni wale wanakunenea mabaya, inawezekana ni wasiokupenda. Bwana atawatenda mambo makuu, atawapiga na maanisha. Lakini 14 anasema siku nyingi nimejizuia, siku nyingi nimenyamaza, nimekaa kimya, lakini leo hapana. Lakini sasa anasema hivi, lakini sasa sikiliza, lakini sasa nitapiga kelele kama mwanamke aliye katika kuzaa, na kuugua na kutweta pamoja pia. Haleluya. Yani huyu Mungu ni wa ajabu mno. Alafu mstari wa 15 anasema hivi, nitayayusha kilima na vilima na vijito vya maji nitavifanya kuwa visiwa. Yani kuna magonjwa, kuna desturi za kuendelea, lana za ukoma, kafara na maagano yanafuatilia. Anasema nitayafanya kuwa visiwa. Milima inayoinuka ataiyeyusha. Huyo ni Mungu wa namna gani? Mungu wa aina gani huyu? Mungu ambaye anakupenda mpendwa. Huyu Mungu, hebu jitoe kwake kwa moyo wote, jitoe kwa akili zako zote, kwa nguvu zako zote. Uone huyu Baba kama atakupita. Huyu Baba hawezi kukupita, hawezi kukuacha. Huyu Mungu hawezi kukuacha. Amenitoa mbali, unaniona hapa. Amenitoa mbali, amenitoa chini huko mbali nyuma huko. Hata hapa mimi naona niko juu kwa sababu ni yeye. Kufika mahali hapa tulipo ni kwa sababu ya Bwana. Machozi ya upendo kumlilia Mungu. Je, unamliliaga Mungu kwa machozi ya upendo ama unalia tu kwa shida? Nalia kwa sababu ugali sina, Baba nisaidie ugali, sina kiatu, ninaumwa. Lini ulikao kumlilia Mungu kuonyesha upendo kwake? Kwamba yeye ni Mungu aliyekumba kwa sura na mfano wake, na aliyesema usiogope mwanangu, asema Baba ninakupenda baba yangu. Saa gani ulitenga muda ukasema Baba ninakupenda? Umesema nisiogope, utanipigania. Angalia Mungu ameahidi katika ahadi yake katika Isaya 42 mstari wa 13 na 15, ameahidi kwamba atakupigania, atakutetea. Mwisho kabisa anasema hapana, nimejizuia muda mrefu kwa ajili ya wale wachawi, kwa ajili ya wale wambea nimejizuia mno, kwa ajili ya wale waganga nimejizuia mno. Naomba watu wawili waje. Kwa ajili ya wale waganga nimejizuia mno, naomba watu wawili waje. Watu wawili. Kwa ajili ya wale wachawi nimejizuia mno, lakini leo hapana. Leo lazima hapana, nitawatenda adui zangu mambo makuu.
Mungu anaposema amejizuia muda mrefu. Shika hapa. Shika hapa. Usiniache kirahisi. Shika mkono mmoja na shika mkono mmoja. Shika hapa. Shika hapa juu. Shika hapa juu. Panda juu. Panda juu na mimi hapa. Ukianguka shauri yako. Usinishike sana. Ukiona nimefukuta unaniacha. Fukuta sana. Mungu anaposema mstari wa 14 kwamba amenyuzuia muda mrefu, ametulia muda mrefu, yani wivu wake umewaka. Mungu kuna wakati anataka kuja kuwafanya kitu kibaya maadui zake, anajituliza. Anajitahidi kwenye zile hasira. Anatulia, anataka kwenda anatulia, anataka kwenda anatulia, anataka kwenda anatulia. Anataka kwenda anatulia, anasema hapana. Lakini leo hapana, sasa hapana. Nitapiga kelele. Kwa ajili ya nani? Kwa ajili yako. Mungu anasema atapiga kelele na kuugua kama mwanamke mwenye uchungu wa kuzaa. Kisha atatweta na ataondoka kwa ajili ya adui, kwenda kumpiga adui yake matendo makuu. Anasema nimejizuia muda mrefu, takwenda kupigana naye. Kwa nini? Mungu anakupenda. Mungu anaonyesha upendo sio wa kawaida. Mungu anaonyesha upendo na nguvu sio wa kawaida. Mungu akubariki neno. Mungu anaonyesha upendo sio wa kawaida. Kwamba muda mrefu alijizuia katika hasira zake kuwatenda maadui mambo makuu. Adui wa mtu ni adui ambaye anajiinua kuleta ubaya juu yako, ni adui wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anaposema katika mstari wa 14 kwamba sasa nitapiga kelele na kuugua, Mungu anaugua kwa ajili yako. Wewe lini unaugua? Lini uliugua kwa ajili ya Mungu? Zaidi ya kuugua kwa ajili tu ya kazi zako, mambo yako, au ugui kwa ajili ya Mungu uliniokoa mimi, nilikuwa mtu mbaya, nilikuwa hivi. Hebu piga picha zamani ulikuwa aje wewe? Piga picha zamani ulikuwa kituko, lakini Mungu amekupa neema. Leo hata unakaa chini. Ndio anayesema usiogope, usiogope kwa sababu yako mambo ambayo kwa akili za kibinadamu huyawezi, yako mambo ambayo kwa akili za kawaida za shuleni huyawezi. Inahitaji akili ya kimungu isiyochunguzika. Akili ya Mungu isiyochunguzika ndio inahitaji kuyatenda hayo mambo. Unaweza ukawa una hekima ndio, una maarifa ndio, una ufahamu ndio, lakini ipo fahamu ipitayo hekima zote, iko fahamu zipitayo fahamu zote. Akili zinazopita akili zote ni akili ya Mungu peke yake. Nini kinatesa maisha yako? Muamini Yesu mchana wa leo. Uyafungue mawazo yako na akili zako zote. Weka moyo wako wazi mbele za Bwana. Bwana anataka moyo ulio wazi. Anasema nawapenda wale wanipendao, na wanitafutao kwa bidii nitaonekana wapi? Kwao. Kwao wapi? Moyoni kwako. Atakuja moyoni kwako, nyumbani kwako, kazini kwako, kwenye biashara yako, kwenye ndoa yako, kwenye elimu ya watoto wako. Atakuja Mungu. Amekuja, atakuja Mungu. Atakuja Mungu. Fungua moyo wako. Kwa nini? Kwa nini Mungu anazungumza hivi? Ukisoma Efeso 1:4 anasema sio ninyi mlionichagua. Anasema mimi niliwapenda kabla ya misingi ya ulimwengu. Niliwachagua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mungu alikuchagua kabla ya misingi ya ulimwengu. Wewe ni nani Bwana? Wewe ni nani mbele za Mungu? Kwani ukae na mashaka? Kwani ukae na hofu? Kwani ukae na wasiwasi? Kwani ukae bila amani? Kwani ukae na mashaka? Ikiwa yeye ni baba yako, ikiwa yeye ni mfalme wako, ikiwa yeye ndiye aliyofanya vitu vyote, amefanya vionekana vile visivyoonekana. Huyu Mungu ni mwajabu mno. Huyu Mungu anakupenda. Huyu Mungu ndiye Mungu ambaye ana uwezo wote. Anasema alikuchagua kabla ya misingi ya ulimwengu. Kumbuka wewe, kabla ya misingi ya ulimwengu wewe, Mungu alikuja kuchagua wewe. Kwa nini unaogopa? Anasema katika Yohana 15 ukisoma mstari wa 16, anasema sio ninyi mlionichagua, bali ni mimi niliyowachagua nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili ya kwamba lolote mtakalomuomba Baba kwa jina langu, ili apate kuwapatia. Mpendwa, unampenda Yesu? Mara ngapi unampenda Mungu? Unampenda Mungu? Kwa akili zako uwezi. Mungu ndiye aliyekuchagua. Mfuate aliyekuchagua. Mbona wewe ni maarufu sana kuchagua ugo mchele? Unachagua chuya ili upate mchele mzuri. Unachagua maharage ili upate maharage mazuri upike. Kwa nini usichague kumchagua Bwana na umtumikie kwa moyo wako wote? Kwa nini usimfuate kwa moyo wako wote? Maana yeye ndiye amekupenda na amekuchagua ni wewe. Amekuchagua katikati ya wanadamu. Amekuchagua katikati ya watu wabaya. Amekuchagua wewe katika familia yako. Kwa nini hakuchagua yule mwingine? Kwa nini amekuchagua wewe? Na mko wangapi kwenye familia? Ulishawahi kujiuliza? Mko wangapi? Mko wangapi? Kwa nini Mungu anasema usiogope? Na amesema amekuchagua wewe. Mko wangapi kwenye familia yenu? Mbona mko wengi? Wengine mko zaidi wa 5, mwingine hadi 10. Lakini mbona amekuchagua wewe? Ukija kwenye familia yangu tulikuwa 9. Mmoja akatuacha. Lakini tumebaki 8. Mbona alinichagua mimi? Mbona si kaka yangu? Mbona si dada yangu? Mbona mimi?
Kwa nini? Hebu tafakari, huo ni upendo namna gani? Baba anaonyesha kwako kwanza, Mungu anaonyesha kwako kwanza, anautoa kwako kwanza, ili ya kwamba anasema si ninyi mlionichagua, bali ni mimi niliyechagua, ili mpate kuwepo. Muwepo wapi? Nyumbani kwake muwepo, mumtumikie, na ili mkiomba lolote awapate kuwapatia. Pate maelekezo ili mpate majibu ya maisha yenu. Pasipo kupata maelekezo hakuna majibu. Ndio maana anasema mstari wa 7 pale juu. Anasema mstari wa 7 pale juu, maneno yangu yakikaa ndani yenu, maneno yangu yakikaa ndani yenu na mimi ndani yenu, ombeni lolote mtapewa. Maneno ya Mungu yako ndani yako. Yako ndani yako. Amesema usiogope. Yapo. Wakati hapa tu na mashaka, ukitoka hapa utakutana na jaribu dogo tu litakutoa kwenye njia. Na jaribu lako inawezekana ni chakula tu, au ikawa kodi ya nyumba tu. Inawezekana jaribu la mavazi tu, jaribu la kawaida kabisa likakutoa kwenye reli. Na unasema nampenda Mungu. Unampenda Mungu kwa wasiwasi namna hii, mashaka namna hii? Anasema usiogope ni Mungu. Huyu sio baba mkwe wako, wala sio shangazi, sio mjomba, sio kaka wala mme wala dada. Huyu ni Mungu. Haleluya. Huyu ni Mungu, sio mtu. Maana mama mkwe wako ni mtu, baba mkwe ni mtu, mjomba wako ni mtu, mama ni mtu, baba ni mtu, mchungaji wako ni mtu. Lakini Mungu anasema usiogope, na anataka usiogope. Haleluya. Simama juu kwa miguu yako miwili. Tafakari. Kwa nini anasema ni mimi niliowachagua sio ninyi? Kama ni Mungu aliyekuchagua, kwa nini umtumikie kwa mashaka? Kwa nini ufanye kwa mashaka? Kwa nini umwendee kwa hofu? Usimtumainie ukamwekea mawazo yako yote, ukamwekea tumaini lako lote. Unaliweka tumaini lako wapi? Kwa nani? Kwa nani kwenye mashaka? Liweke kwa Yesu. Uondoke mahali pa ukiwa, uondoke mahali pa mateso. Haleluya. Nazungumza na mtu mmoja sahihi. Nazungumza na roho moja sahihi. Anasema usiogope. Ukisoma katika Yeremia anasema usiogope kwa mambo unayoyaona. Ukisoma katika Yeremia ile moja anasema usiogope kwa ajili ya hao unaowaona. Mimi nitakuwa pamoja na wewe, nikushike mkono, nikuokoe pia. Anarudia vile vile. Wewe unaogopa nini? Unaona nini? Saizi unaona nini? Najua unaona kitu. Wakati mwingine unaona mashaka. Umekuwa kama Petro. Anamwomba Bwana Yesu, naomba nije juu ya maji. Gafu. Anaanza kuzama mwenyewe. Mashaka. Tunaomba hapa kuwa na imani mama. Kuwa na imani baba. Unapotoka hapa usibitike ndani ya moyo wako kwamba ninayo imani. Uwe na imani. Uwe na imani. Haleluya. Nilizaliwa kwenye tumbo la imani eti. Na ndio maana nakwambia imani. Imani. Sawa sawa. Imani ni nini? Imani ndiye itakaye kuvusha. Na hiyo imani ndio inakufanya usiogope. Tamani Mungu akupeleke viwango vingine. Haleluya. Tamani Mungu ainue maisha yako. Unaweza ukabaki ulivyo kila siku, mchana, usiku, hivyo ulivyo, hivyo kwa sababu ya uoga wa maisha. Uliyemfuata ndio anajua maisha yako. Amesema atakushika na mkono, anajua maisha yako. Anajua kula yako, anajua utavaa nini. Haleluya. Inua mikono yako juu. Sema Baba, katika jina la Yesu, ninasogea kwako. We Mungu mwenye nguvu, uliyesema nisiogope, utakuwa pamoja nami, utaniokoa, utanitetea dhidi ya kila vita. Wewe ni Mungu wangu, wewe ni Mungu wangu, katika jina la Yesu. Baba, ninakuomba nisaidie kwa mashaka yangu. Nimepoteza miujiza mingi. Yesu, unirehemu. Mimi nimepoteza baraka zangu nyingi kwa mashaka yangu. Nilitakiwa niwe mmiliki, niwe mtawala, na sio niliyotawaliwa, lakini nilitakiwa niwe mtawala. Yesu, nisaidie, nisaidie, nivike nguvu ya ujasiri ili nikutumikie, nikuabudu
kwa moyo wangu wote, katika jina la Yesu. Yesu, najua ulinifia, najua ulinifia msalabani, na umenipa neema. Naomba unisaidie, niondolee roho ya mashaka, roho ya hofu, roho ya hofu, kwa maana hofu upo mtego wa Shetani, kuleta mateso na makandamizo. Yesu, nisaidie. Kuanzia leo ninakataa kwa mtu wa mashaka, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakataa roho ya hofu. Mimi nitakutumikia, nitakuabudu kwa akili zangu zote, kwa moyo wangu wote, na kwa roho yangu yote. Baba, nitakutumikia. Naomba usiniache, naomba usiniache, maana umesema utakuwa pamoja nami ili kuniongoza, katika jina la Yesu. Amen. Weka mkono mmoja kwenye moyo, fungua kinywa chako, mwambie Mungu, ninakushukuru. Mwambie Yesu, ninakushukuru. Mwambie Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Umenitendea makuu. Wewe ni Baba unayenipa nguvu na ulinzi. Nimejua leo wewe ni Baba yangu kweli kweli. Mimi ni mtoto wako kweli kweli. Sitaogopa ninapopitia majaribu, yawe ya njaa, yawe ya fedha, yawe ya kazi. Nitakushika wewe, maana umesema utakuwa pamoja nami ili uniokoe kila niendako, katika jina la Yesu. Amen. Omba kwa muda wako dakika chache. Omba peke yako. Tamka neno, uombe mbele za Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana, wasaidie watoto wako, wape nguvu, wape neema. Yesu, wazidishe, waongeze mfalme, wape neema yako katika jina la Yesu. Risha mkono wako wenye nguvu. Yesu wa rehema, usiliache kanisa lako. Inua Baba kanisa lako, lipiganie na uliongoze katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Asante Yesu mwema, katika jina la Yesu. Uzirishe mkono wako, risha uweza wako, utukufu wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, naomba na kushukuru, neema yako maana inatosha, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Mungu wa Bwana Yesu Kristo, Mungu wa utukufu awabariki. Mungu awape neema ya kutosha